Bismillahirrahmanirrahim. Wasilu na kamilisha yale ambayo nilikuwa nimeanza kabla ya swala, si marefu. Kubwa katika yote kwa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufikia hapa. Hivyo tunawashukuru waumini kwa ujumla wote, wenyeji na wale wageni. Alhamdulillah, mwaka huu huku kwa kina baba kule kwa kina mama changamoto zimepungua kiasi kikubwa, na Allah jazie kheri kwa kutoa ushirikiano katika kila nyanja au kila jambo lilifanyika limeenda vizuri, yani zaidi ya 80% katika ile tathmini yetu. Kwa hiyo tunashukuru, kwa sababu mambo yakiwa ovyo ovyo tunapata shida sisi ndo tunapata shida msikitini, na shida kubwa inakuja kwangu. Tutarurana kijana huko roja ofisini kadha fanya wiki huo iko akina kadha fanya wiki huo iko akina mama. Sasa lakini mwaka huu mambo yameenda vizuri alhamdulillah. Hivi tulivyoishi katika Ramadhani, basi tuishi vile vile katika miezi mingine kwa kufuata utaratibu. Na Mtume salama anasema man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Mtu ambaye asiweza kuwashukuru watu, basi itakuwa ni zito kwake yeye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo washukuru vijana wetu maimamu hapa wakiongozwa na Ibn al-Khattabi. Nadhani kila mmoja katika nyinyi ni mashahidi ni jinsi gani maimamu wetu hawa walivyoendesha. Jazakumullah khaira, Allah wafungulie. Kuna wengine bado anasoma hapa, Hamimu huyo alosalisha sasa hivi alfajiri ndo ataingia thalith thanawi. Yuko Badruddin anaenda thalith naye, unaona Badruddin thalith thanawi. Sefu tayari kishapita. Na nani mwingine Sabru yuko anaenda thani Sabru. Almuhimu Khattabi shamaliza mambo ya imamu wetu hapa Ibn al-Khattab bin Hamidi. Allah jazi khairi na ongeze ilmu wal maarifa na wape thabati fi dini. Na kuombea dua vijana, bado vijana wadogo, kuombea dua Allah subhanahu wa ta'ala. Khattabi huyu amemrithi Sheikh Abdallah, Allah yarhamu Sheikh Abdallah Sera imamu wetu, tumemzika hapo Msikisutu. Allah ajalie kaburi lake wa rawdha min riyadhil janna. Wanaye mwaka jana ndio hivyo, Allah amekadiria amemrithi mwanafunzi wake Khattabi ibn Hamidi. Hakadha, na ndio muhimu sawa elimu, kwa sababu vyote walivyokuwa tuondoke, wale vijana wetu ndio tashika zile nafasi zetu. Kwa tunahimiza tusomesheni watoto, somesheni. Kingine mashekhe wote, kuwashukuru mashekhe ngozo na lahi Sheikh Riyadhi Ibrahim Wasenga, Abu Ibrahim yuko wapi? Sheikh Dr. Abu Ibrahim Khamisi, na mashekhe wengine ambao walikuwa wanaendesha jukumu hapa, jazakum mchana mpaka usiku, mpaka Sheikh Abuluti huyo Abuluti muda amna, ningemuelezea mimi hapa Abuluti. Napenda sana kumuelezea Abuluti, lakini kwa ufupi Abuluti yeye ni mfagizi wa msikiti, mtu wa usafi. Yeye Abuluti na Mbaraka ndo asili tulikotoka na huko toka mwaka 2004. Lakini kwa sababu anafagia, afanya kazi, anasoma, amesoma. Leo hii ni mmoja wa mashekhe, ni shekhe mwenzetu. Nadhani jana alikuwa katika meza hapa na siku 3 nyuma. Watu wananiuliza huyu Abuluti ambaye yule mfagizi yule anafagia choo na hiki. Shekhe ni khadim. Yule khadim ni shekhe. Amesoma hapa, pa nafasi akaenda Warabuni alhamdulillah, akasoma akarudi, yupo hapa shekhe. Na zile kazi zake yupo, lakini shekhe. Hii ni maajabu ya elimu. Hayo ndio maajabu ya elimu yako hivyo. Kina Mujahid ibn Jabbar, kina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu na wengineo walikuwa ni watumwa, lakini baadaye wakawa ni watu maulama wakubwa kutokana na ile elimu walioibeba. Wewe endelea kuwa mtu wa mjini alafu kumbatia ujinga. Watatoka watu vijijini huko Mbondole, Mwanarumango, watakuja hapa watasoma, baadaye watakuwa macho, yule anakuja mjini, mimi namuona hapa hata kanda mbili ana. Ndio kashakuwa shehe. Wewe endelea kuhesabu watu, tuna ujinga wako.
Unaona, ilmu ndio kitu cha muhimu, au elimu ya mwanzo ni elimu ya shar'i, afa elimu za mambo mengine yanayotuzunguka. Kwa hiyo tunashukuru Sheikh Riyadhi, tunamshukuru Sheikh Riyadhi. Ile mwaka huu tunasema kwamba yeye ndo alikuwa, sisi tunamuita ndo alikuwa nyota wetu, amefanya kazi kubwa mno. Sheikh yuko wapi? Sheikh Riyadhi bwana, Sheikh Riyadhi yuko wapi jamani? Njoo Sheikh Riyadhi, nikupe zawadi, njoo nikupe zawadi. Sheikh Riyadhi bwana, mpaka naambia jamani, mwaka huu katika kutoa dawa Sheikh Riyadhi katushinda wote, msikiti huu na misikiti mingine. Sawa, yastahili, ngoja yastahili. Njoo Sheikh Riyadhi, nikupe wekundu watano hapa. 1 2 3 4 5. Jazakallah khair. Bwana, sina, ningekuwa na kubwa ningempa, lakini sasa nimempa watano, mimi nibakia na watano. Wote tumefanya kazi, lakini kuna, mnajua wenyewe mkikaa mnajua da fulani unajua kuna baadhi ya miaka tunapata kama wenge. Nasema Sheikh, binadamu tunakwenda tunachoka, kwa sababu sisi hatuna likizo, bali tunachoka. Mwenye mnajiona ukiambiwa bwana, wewe fanya. Mfano mimi kuja kukaa kwenye meza nimekaa leo, wakati siku 10 zote ni za kwangu, siku 9 zote kakaa meza hapa niko nachagua Sheikh Riyadhi nenda, wewe fulani nenda, Abdul Baba nenda, maana tayari kichwa kimejaa mambo mengi. Sasa Sheikh Riyadhi nimemwona mwaka huu na ukubwa wake na ushekhe wake na utuzima wake, amefanya kazi kubwa, husna, irshadi, hidayah, sawa, Omari, kote Sheikh Riyadhi anazunguka. Kwa kweli jazakallahu khaira, Allah amlipe khair wal baraka. Na China Plaza umeona, mimi huyu Sheikh Riyadhi ni classmate wangu toka mtawasitwa, tumetoka mwaka 95 tuko pamoja mpaka leo, tumesoma darasa moja. Kisha mimi nikaenda Madina, mwaka uliofuata naye akaja Madina, tukasoma nikamaliza, nikaja Omari hapo, wakanileta Omari. Nikaambia jamani, mimi naita Omari, mimi sifai, mimi na mwana ifaa hapa. Sheikh Riyadhi kamchukueni Mabibo, Abu Mbaraka akatuma fuso, wakaenda wakamhamisha wakamleta hapa. Akasema huyu sasa amefika hapa, huyu ndo jembe huyu. Mimi tu mambo yangu ya kielele. Lakini Sheikh Riyadhi kama niko naye muda mrefu, kama vile kwa Sheikh Dokta naye niko naye muda mrefu toka mwaka 95 Ramadhani 95 Sheikh Dokta naye wote tuko pamoja, sisi tumefahamiana. Nikasema watu wangu alimuhimu, mashekhe wote jazahumullahu khaira, lakini mimi naomba mashekhe mnisamee, Sheikh Riyadhi yeye kubwa zaidi. Na vijana wetu bila kuwasahau vijana wetu wa usafi, vijana wetu wa andazi na kadha, Allah jazie khair wal baraka, wamefanya kazi kubwa katika kuhudumia, kiongozwa na Abu Thaimini. Abu Thaimini njoo. Abu Thaimini afanya kazi kubwa. Abu Thaimini njoo. Abu Thaimini nimeziandaa maalumu hizi, sio kwamba zimekuja tu, wekundu watatu. Jazakallahu khaira, barakallahu fika. Hawa ni vijana wangu hawa. Bwana, wote wamefanya kazi wote kubwa mno, lakini Abu Thaimini amezidi, na kila mtu ni shahidi kwenye kuandaa iftari, kwenye kuandaa daku, kwenye subhanallah. Sasa mimi tu nimeona kwamba ni tena mbele za watu ili engineer Chande uone. Tunafahamia kingine kwamba mwisho kabisa tuwashukuru hawa viongozi wetu, hawa vijana wazee wa Kiarabu hawa, huyu Abu Mbaraka Faraji Huwaili maarufu Boltcom, mzee Abu Adili, mzee Abu maarufu mzee Salmini. Yuko wapi mzee Abu Adili? Mzee Abu Adili kaondoka, haiskani, nilimuona katikati hapa. Mzee Abu Adili, Abdallah Badel, hawa bwana ndio baraza la wadhamini la msikiti. Lakini mmeona ili 10 la mwisho na Ramadhani kwa ujumla tulikuwa wote bega kwa bega. Sawa, tulikuwa wote bega kwa bega, wameacha majumba yao, tumekuja wote tunakesha hapa na wanaangalia kila kitu kifanya nini, kila kitu kitimie. Sasa kuna watu wengine nikisema hivyo anatoka, unajua bwana yule jamaa yule na Waarabu yule
yule bwana sijui vipi na Waarabu yule no. Sasa jamani, mtu asimshukuru mtu, wewe kumshukuru Allah. Sasa yani tunasema hivyo, mimi simzaki mtu kwa Allah, mtu na matendo yake atajua mwenyewe kwa Allah. Kitu tunasema yale na kufanya tunayaona kwa macho, hakuna kuuliza maswali, naongea mimi tu. Nimefahamiana? Kwa hiyo hawa wazee Allah ajazie khairu albaraka kuyangaikia markazi hii na kuzeeka katika markazi hii, walipe kheri. Sisi hatuna cha kuwalipa. Hawa mesi wapi wekundu, si wapi Kikoti ndo nani? Nani Kikoti? Kikoti atakuwa sherehe kaja mwisho kaja siku 10 hizi sherehe. Yule akosi, kuna Kikoti na huyu Mwarabu huyo Omar Salafi, ndio anaitwa jina lake sherehe kwao Kigoma. Wapi kwa unapita nini kule Shafi kama kijini kwao, sawa, namjua. Lakini yeye kaja siku kuu, kaja 10 la mwisho. Abu Uthaymeen yuko hapa kutoka mwanzo wa mwezi. Sasa huwezi kupima. Omar Salafu kaja siku 9 za mwisho, siku 3 katega hakuja. Mimi nakaa nafuatilia siku basi kuna siku kuona siku ya msiba kama siku 3 kwa sababu hujaje kunisalimia. Mimi nakutaini kuja kunisalimia na yupo. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, nilikuwa nimependa niwashukuru wa ndugu zetu wote kwa pamoja, lakini kubwa tu tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kufika hapa na tujalie tuhitimishe Ramadhani kwa salama na amani. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabali saumu zenu, atakabali visomo vyenu na atusamee makosa yetu, na pale tulipopunguza katika saumu zetu Allah atutimizie. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.